kitu cha kusikitisha, mtu anaweka Qur'ani usiku wakati wa kulala. Mtu ambaye anaisoma Qur'an anapata ujira gani? Mwenye kusoma herufi moja. Ni vipi Qur'ani inatambulika kama ni mwongozo? Mwanadamu ataenda ndivyo sivyo. Sio kwamba anaweka isikilize, yani anasoma kama ulinzi. Misafu inakaa kwenye majumba ina vumbi. Sifa zake ni zipi? Maisha yetu hawezi kusimama. Kuletwa hii Qur'ani duniani lilikuwa ni lipi? Lengo ili kuwaongoza watu. Kwa hiyo Qur'ani leo haisomwi shehe wangu. Nurul hilal aqbil ta'al fashauq tal Ramadhan. Hali gani mtazamaji wa Adosti Media, karibu na nikualike katika kipindi maalum cha darsa ya mwezi wa Ramadhan, ambapo tunakutana hapa na kujadili mada mbalimbali zinazohusu mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ama mada mbalimbali zinazohusu Waislamu ulimwenguni kote, ambazo ni mahsusi na zinafaa zaidi kupatiwa mazingatio katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Mimi ni Nyamguma Mahmud, niko hapa na Sheikh Msafiri Abdallah. Kwa pamoja tutajadili na kuchagiza ni kwa namna gani mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an, ama kwa nini mwezi huu mtukufu wa Ramadhan unaitwa mwezi wa Qur'an, huwa shahrul Qur'an, kwa maana kwamba mwezi huu ni mwezi wa Qur'an. Tutakuwa hapa tukijadili kwa pamoja, mimi na Sheikh Msafiri Abdallah. Tunaamini kwamba mwisho wa mada yetu hii utakuwa umenufaika vyema sana. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nianze kukuuliza Sheikh, kabla hatujaenda mbali, tutambue kwamba ni nini hii Qur'an? Nini maana ya Qur'an? Neno Qur'ani ni neno la Kiarabu ambalo neno hili linatokana na mzizi wa neno qaraa, maana yake alisoma. Qaraa yaqra'u. Qaraa alisoma, yaqra'u anasoma. Kwa hiyo qaraa yaqra'u qira'atan Qur'anan. Hapa ndo tunapata neno Qur'ani linapotokea katika mzizi wa neno hili la Kiarabu, ambalo maana yake Qur'an maana yake ni chenye kusomwa. Sawa, Qur'ani ni chenye kusomwa. Hiyo maana ya kilugha. Qur'an maana yake ni kitu chenye kusomwa au ni kitabu chenye kusomwa. Na upande wa kisheria sasa, Qur'ani maana yake ni kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Qur'ani ni maneno ya Allah. Kwa hiyo Qur'ani kisheria au Qur'an istilahan ni kalamullah, ni maneno ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kilugha Qur'ani maana yake chenye kusomwa, lakini kisheria Qur'ani maana yake ni kalamullah, yani maneno ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndo maana ya Qur'an. Tukizungumzia sasa, baada ya kuitambua nini ni Qur'an, kwa nini Ramadhan unatajwa kuwa ni mwezi wa Qur'an? Mwezi wa Ramadhani umeitwa ni mwezi wa Qur'ani kwa sababu ndani yake kumeteremka Qur'ani, kama Allah tabaraka wa taala anavyosema ndani ya Qur'ani katika suratul Qadr na katika sura nyingine. Allah tabaraka wa taala anasema, ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani, fi lailatil qadr, ndani ya usiku wenye cheo wa lailatul qadr. Lakini pia kwenye aya nyingine Allah akasema, inna anzalnahu fi lailatil mubaraka, hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka, ambao ndio hiyo hiyo lailatul qadr. Naam, shukrani sana Sheikh. Tumeshaelewa maana ya Qur'ani. Sasa kwa nini mwezi huu mtukufu wa Ramadhan unatajwa kama huwa shahrul Qur'an? Kwa nini Ramadhan ni mwezi wa Qur'an? Yapi ambayo yanaambatana nayo katika mwezi wa Ramadhan hadi Ramadhan itajwe kuwa ni mwezi wa Qur'an? Naam, hakika mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na ile kuwa mwezi wa Ramadhani mwezi wa Qur'ani maana yake natukumbusha hii Qur'ani inatakiwa itekelezwe vipi. Haina maana kwamba ile kusoma tu ndio ishinde na Qur'ani au kuizingatia mazingatio ishinde na Qur'ani, bali maisha yako yote Muislamu anatakiwa izingatie Qur'ani na itumie. Sasa mwezi wa Ramadhani ndio zaidi, kwa sababu ndio mwezi ambao umeteremshwa, ndio zaidi sana katika watu. Uislamu naimiza watu waisome sana Qur'ani na kupata mazingatio zaidi ndani ya Ramadhani. Umetuambia kwamba Qur'ani iliteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni ipi tarikh ama ni ipi historia ya mwezi ya kushuka kwa Qur'an, historia ya kuteremshwa hii Qur'an, na Qur'ani imeteremshwa katika mfumo gani ama katika njia gani ambayo Qur'ani ilimfikia mwanadamu? Na historia ya kushushwa Qur'ani imepitia hatua mbili katika kuteremka kwake.
Hatua ya kwanza ni Qur'ani iliteremshwa kutoka katika lauhi mahfudh, katika mbao zilizohifadhiwa. Qur'ani ilikuwa imeandikwa ikahifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ile inna anzalnahu fi lailatul qadr, akasi tumeteremsha Qur'ani ndani ya usiku wenye cheo. Maana yake Qur'ani yote, hatua ya kwanza Qur'ani iliteremka yote kutoka katika mbao zilizohifadhiwa lauhi mahfudh mpaka mbingu ya kwanza au mbingu ya dunia. Hapo Qur'ani kateremshwa yote kutoka huko ilipohifadhiwa mpaka mbingu ya kwanza au mbingu ya dunia. Hapo Qur'ani ikawa imekaa hapo kwenye mbingu ya dunia. Hii hatua ya kwanza. Hatua ya pili au marhala ya pili ya kushuka Qur'ani, Qur'ani sasa inashuka kidogo kidogo kuja kwa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kulingana na matukio, kulingana na haja maalum. Na hii ilichukua takriban miaka 23. Ile kushuka kutoka katika mbingu ya dunia kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iliteremka kwa muda miaka 23. Yaani miaka 13 Qur'ani imeteremka ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, na miaka 10 imeteremka ikiwa yuko Madina. Hiyo ndio historia ya kuteremka Qur'ani. Baada ya kutambua yote sasa hayo, tumetambua tarehe, maana ya Qur'ani, tumejua kwamba kanuni mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'an. Ni ujira upi ambao mtu ambaye anaisoma, anaishi na kuidiriki Qur'an anayopata, au mtu ambaye anaisoma Qur'an anapata ujira gani? Mwenye kusoma herufi moja ndani ya Qur'ani analipwa thawabu 10. Na Mtume akasema, sisemi kwamba ile alif lam mim kwamba ile ndio ina aya moja thawabu 10, hapana. Bali Mtume akasema ile alifu ni herufi ambayo mtu anapata thawabu 10 akisoma. Qur'ani mwenye kuisoma anapata thawabu nyingi sana. Ikiwa kila herufi moja anapata thawabu 10. Mtu anaposoma herufi moja tu anapata thawabu 10. Kama aya ina herufi 10 maana yake una thawabu 100. Kwa hiyo ujira mkubwa. Kwa hiyo ujira wa pili wa Qur'ani au malipo au fadhila au malipo ya pili ya Qur'ani ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-siyam wal Qur'an, kufunga pamoja na kusoma Qur'an, vitu viwili hivi yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama, vitamfanyia mtu uombezi siku ya kiyama. Kwa hiyo Qur'ani na saumu, vitu viwili hivi vitamfanyia mtu uombezi siku ya kiyama. Angalia kwamba Qur'ani imeteremka ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya funga. Allah akaunganisha ibada hizi mbili ambazo zipo ndani ya mwezi huu, ibada ya kufunga na ibada ya Qur'ani, kwamba vitamfanyia mtu uombezi. Kwa hiyo maana yake mtu anayefunga afu akaa asomi Qur'ani, huyu apate uombezi wa Qur'ani siku ya kiyama. Kwa mtu anayefunga afu akasoma Qur'ani, maana atapata uombezi wa saumu anayefunga na anapata uombezi wa Qur'ani. Mashaallah. Kwa hiyo Muislamu atakiwa ajibidishe sana katika kusoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mtume anasema as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyama. Ukiachana na Qur'ani kuwa ni kitabu ambacho kitamjalia Muislamu na yule ambaye anayediriki kukisoma kupata thawabu, Qur'ani na kufunga, kwa maana Qur'ani na somo ambayo tunaidiriki katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, vitakuwa ni sababu ya kumwombea mtu shifa ama uombezi yaumul qiyama. Tunaona na tunadhihirisha kwa dhati kwamba ni kivipi Qur'ani na somo vina umuhimu kwa maisha ya Waislamu, na hapa tunaonyesha dhahiri kwamba ni kivipi mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Naam, Sheikh Msafiri Abdallah, tumezungumzia kuhusiana na ujira wa Qur'ani, lakini Qur'ani ni kitabu ambacho kimeshuka na kimekuja kama njia ambayo itakamuonyesha mtu kujua na kutambua vitu mbalimbali, anaishi vipi, lakini bila shaka Qur'ani inajieleza na kujipambanua kwamba ina malengo ambayo ina lengo la kuja kwake, ina asbabu zilizoifanya Qur'ani hii kuwepo. Tukiangalia katika kupitia Qur'ani yenyewe na kupitia hadithi za Rasulullah sallallahu alaihi au mafundisho ya Rasulullah, lakini pia na mafundisho ambayo ya wanawazuoni mbalimbali, lengo la kushuka Qur'an au lengo la kuja hii Qur'ani, kuletwa hii Qur'ani duniani lilikuwa ni lipi? Lengo la Qur'ani Mwenyezi Mungu amebainisha ndani ya Qur'ani yenyewe. Kama Allah anavyosema, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Kitabu anzalnahu ilaika litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur. Kitabu tumekiteremsha kwako ewe Muhammad. Sawa hii ni khitabu dhamiri al-mukhatab. Kitabu anzalnahu ilaika, kitabu tumekiteremsha kwako ewe Muhammad
litukhrija nas, lengo watoe watu minadhulumati, kutoka katika giza, ila nur, wapeleke katika nini? Mwangaza. Katika mwanga. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ambacho kimeteremshwa, lengo lake la kwanza ni kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika nuru. Maana yake tukikusudia giza haina maana kwamba ndio ikiwa taa hamna giza la namna hilo, hapana. Bali giza maana yake kwenye upotofu. Upotofu wa ushirikina, upotofu wa maasi, upotofu wa dhulma. Qur'ani imeteremka kuwatoa watu katika dhulma, ushirikina, mifumo isiyokuwa ya Allah, ila nur, kuwapeleka katika nini? Katika nuru, ambao ni muongozo na utaratibu ambao Allah anautaka waja wake wafanyeje? Wauishi na waufuate katika maisha yao ya kila siku. Lakini lengo kubwa zaidi ambayo inafanana na hili, Allah anasema tabaraka wa taala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Kwa lengo kubwa la Qur'ani kwamba Allah anasema mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao unzila fihi alquran, ndani yake imeteremshwa Qur'ani. Lengo hudan linnasi, lengo ili kuwaongoza watu. Na kwenye aya nyingine imesema hudan lilmuttaqina, muongozo kwa wamchao nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa ni hudan linnasi na hudan lilmuttaqina, muongozo kwa watu na muongozo kwa wamchao Mungu. Kwa lengo kubwa la Qur'ani ni limeteremshwa ili kuwa muongozo kwa watu na muongozo kwa wanaomcha Mungu. Ni vipi Qur'ani inatambulika kama ni muongozo? Mazingatio ya kwamba ile Qur'ani siishie kwenye kuisoma tu, bali ndio hiyo muongozo. Muongozo kwa katika ngazi ya kifamilia. Yaani kama familia pale nyumbani mnaishi kwa mujibu wa Qur'ani. Yaani ile Qur'ani inavyoelekeza, kama Allah anavyosema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Enyi mlioamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na nafsi za watu wenu na moto. Kwa hiyo hiyo ngazi ya kwanza ya Qur'ani kama muongozo katika ngazi ya familia. Je, mnaishi Qur'ani inavyotaka? Mnajiepusha kama familia, mnajiepusha na shirki na maasi? Huko ndo kuiokoa nafsi na moto. Alafu kuna ngazi ya kijumla sasa. Qur'ani inatakiwa ipate mazingatio ndani ya mwezi huu kijumla, ni kijamii na kilimwengu, kwamba ni muongozo. Muongozo huu ambao ndo unawafaa watu katika kuendesha maisha yao. Kwa nini wanadamu tunahitaji muongozo? Bila muongozo hatuwezi kukaa sawa. Siku zote iko hivyo. Katika mwezi huu wa Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani na nje ya Ramadhani. Katika Ramadhani tunahitaji muongozo kwa sababu tupate mazingatio ya huu mwezi wenyewe, kwa sababu ndio mwezi ambao umeteremshwa Qur'ani ambao ni muongozo. Kwa katika mwezi huu tunahitaji zaidi, kwa sababu tusome ule muongozo, tujue namna gani utatuongoza katika maisha yetu. Yaani Ramadhani ni kama madrasa ya kusoma huu muongozo ili tutoke nao sasa baada ya Ramadhani kuifanyia kazi katika maisha yetu, ili sasa tubakie kama tulivyokuwa ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo mwanadamu anahitaji muongozo, kwa sababu bila muongozo mwanadamu ataenda ndivyo sivyo. Ni ipi sifa ya kitabu kuwa muongozo, au kitabu hiki kiitwe muongozo? Ni ipi sifa za muongozo huo unatakiwa kuwa ili kijulikane na kikubalike kwamba huu ni muongozo? Mwenyezi Mungu amevitaja vitabu vinne ambavyo yeye ndio aliwapa mitume wake. Mwenyezi Mungu aliteremsha Zaburi, Taurati, Injili na Qur'an. Vitabu vinne: Taurati, Zaburi, Injili na kitabu cha mwisho Qur'an. Kwa vitabu hivi vyote kuna alipewa Nabii Daudi, Nabii Musa, Nabii Isa, pamoja na Qur'ani kapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa vitabu hivi vinne viliteremshwa. Mfano Zaburi alipewa Nabii nani? Daudi. Taurati alipewa Nabii Musa, Injili Nabii Isa, Qur'ani Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kipindi hiko manake ile Zaburi ya Nabii Daudi ilikuwa kuwaongoza watu wa Nabii Daudi kipindi hiko ambao hawapo tena leo. Ukija tena Taurati ya Nabii Musa wana Israeli kipindi hiko ambao kizazi kile leo wale wana Israeli wa Nabii Musa leo hawapo. Alafu ukija Injili ambayo ya Nabii Isa alayhi salam, ambayo nayo watu walitia mikono watu. Umeona? Sasa Mwenyezi Mungu akaleta Qur'ani kuja kusadikisha hivi vitabu kwanza. Kusadikisha kwamba hivi vitabu kweli vya kwake Mwenyezi Mungu aliwapa mitume wake. Lakini kuna watu walichafua wakaingiza maandiko ambayo sio ya Mungu. Wakatoa maandiko ya Mungu wakaingiza baadhi ya maandiko yao. Kwa Mwenyezi Mungu akaona kuna haja sasa ya kuleta kitabu kingine kitachokuja kusahihisha haya maandiko ambayo yamepotoshwa na watu. Ndio kwa kuna haja ya kuleta Qur'ani kama muongozo wa mwisho ambao kapewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio Mungu akataka sasa watu wafate muongozo huu wa Qur'ani kama muongozo wa mwisho kwa watu wote watakiwa waufate. Sasa lakini hapa Uislamu ukafafanua. Uislamu unatambua kwamba kuna watu bado wanafuata mafundisho ya Injili, ya Taurati na Zaburi. Katika mambo ya imani na itikadi
Uislamu haukuwalazimisha wale kuamini ile itikadi ya Uislamu moja kwa moja. Uislamu kasema la iqraa fi dini, hakuna kulazimisha mtu kuingia katika nini? Katika dini. Isipokuwa kuna kumlingania na kumpa nasaha. Akabakia na msimamo wake, basi utaki kumlazimisha. Kwa Uislamu umekataza kumlazimisha mtu asiyekuwa Muislamu kuamini vile imani tunayoamini sisi juu ya Allah tabaraka wa taala. Sasa Qur'ani sasa itakuwa mwongozo kivipi kwa mtu ambaye amwamini Allah tabaraka wa taala? Qur'ani haimlazimishi kuamini upande wa imani juu ya Mungu. Sasa Qur'ani itakuwa zile sheria zake zitatumika katika mambo yake ya kijamii kama vile kanuni za maisha. Sawa, katika kuuza, kununua, mambo ya muamalati, mambo transaction of money, biashara, atatumia sheria za Kiislamu. Lakini zile sheria hazimlazimishi kuingia upande wa imani, kwamba lazima aswali, amini Mungu mmoja, Allah. Hapana, atabakia na imani yake, lakini atatumia sheria za Kiislamu katika mambo ya kijamii, mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, mambo ya kielimu, sheria za Kiislamu kama vile kanuni na sheria za nchi. Naam Sheikh, tuzitambue sasa, kwa sababu ili tutambue mwongozo ni mwongozo ambao una yakini ndani yake, ni mwongozo ambao unawafaa na unaweza kuwa ni kuwaongoza hawa ambao wanaletea mwongozo. Ni lazima tutambue sifa za mleta mwongozo ili mwongozo utambulike kama ni mwongozo halali ama ni mwongozo unaowafaa wanadamu. Mleta mwongozo sifa zake ni zipi, ambaye hapa tunamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala? Kwanza sifa mleta mwongozo ndio yeye, maana yake anakuwa ametoa mwongozo kwa wale wanataka wafuate. Mashaallah. Sifa ya kwanza inatakiwa awe amekamilika, asikuwa na mapungufu. Mleta mwongozo ukiwa na mapungufu, maana yake hata ule mwongozo utakuwa na mapungufu. Sifa ya pili, mwenye kuleta mwongozo inatakiwa ndo awe muumba wao anawaletea mwongozo, ambaye yeye ni Allah tabaraka wa taala. Maana yake ikiwa muumba analetea mwongozo waja wake, maana yake mwongozo huo utakuwa ndo sahihi zaidi. Kwa sababu analetea mwongozo watu wanawajua madhaifu yao, anajua kwamba anawapelekea sheria hii itawafaa. Nini kifanyike sasa kuhakikisha kwamba tunakuwa tunatengeneza jamii ambayo itaidiriki Qur'ani, itaiheshimu Qur'ani, lakini pia itakithirisha kuisoma na kuizingatia hii Qur'ani, na hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Mimi nasikitika sana, yani katika zama ambazo tupo katika zama ambazo mambo yamerahisishwa sana kwa sababu ya kukuaja teknoloji ni sisi, lakini hatutumii fursa. Leo hii ukiingia tu kwenye baadhi ya application unakuta na vitabu vya dini, unakuta na Qur'ani, vitabu mbalimbali vya dini, lakini leo watu wengi hatusomi Qur'ani. Wewe chukua simu tu ya Muislamu, angalia kuna application ya Qur'ani kwa simu, kuna msahafu au kuna kitabu cha hadithi chochote? Hamna, lakini tuna magrupu. Kiasi kwamba leo hii Qur'ani mwezi wa Ramadhani na kuthibitishia, hata ukikaa msikitini ukiangalia tunasoma Qur'ani utapata wawili watatu. Lakini miaka nyuma unakuta watu wamekaa msikitini wanasoma Qur'ani ya Ramadhani. Watu wanasoma Qur'ani nusu ya msikiti au watu 20, watu 50 wanasoma Qur'ani. Lakini leo watu wakuti kusoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani. Bali watu wengi kwa sababu ya mabadiliko ya teknolojia kwamba wanasoma mahala pengine. Hapana, yani utaona mtu anaweza akachukua simu yake akaingia kwenye mitandao ya kijamii. Anaweza kaeka bando aingie kwenye mitandao ya kijamii kutwa nzima na akaacha kusoma Qur'ani. Wachache sana unamkuta mtu anasoma Qur'ani, wachache sana. Lakini wengi hawasomi Qur'ani, haisomi kabisa sasa hivi. Qur'ani imekuwa mahjura, Qur'ani imeamwa, na kuna vitu vimechangiwa kwa Qur'ani. Yani pia hii teknolojia ina faida yake na salafu. Kwa hiyo Qur'ani leo haisomwi shehe wangu. Misafu inakaa kwenye majumba na ina vumbi. Haisomwi kabisa. Bali wengine Ramadhani hii ndio wanapiga kaswida, kutwa nzima kaswida. Yani unahisi kwamba huu mwezi wa kaswida. Wao ni kaswida tu kaswida, lakini kumbe kama huwezi kusoma Qur'ani, basi weka hata audio za Qur'ani zipo, mweke msomaji mmoja sikiliza Qur'ani. Leo sa Qur'ani imekuwa leo kitu cha kusikitisha, mtu anaweka Qur'ani usiku wakati wa kulala, lengo anga wasiingie. Sio kwamba anaweka isikilize, yani anasoma kama ulinzi. Anasikiliza, anaweka hapa alafu mwenyewe analala. Anajua hapa nikiweka hii kisoma usiku kucha, nalala kwa amani. Sio kwamba isome apate ujumbe. Shekhe, tufanye nini sasa Shekhe? Watu wajitahidi kusoma Qur'ani. Na kingine kinachosababisha watu wasijue uzito wa Qur'ani wasisome, tulisema siku ile, elimu watu hawana. Na hii kutojua lugha ya Qur'ani, kwa sababu Qur'ani imekuja katika lugha ya Kiarabu. Qur'ani ni Arabia. Qur'ani imekuja katika lugha ya Kiarabu. Kutofahamu zile aya zina maana gani, ndio ni tatizo lingine. Mtu hawezi kuipa thamani Qur'ani ikiwa hajui Qur'ani ni ujumbe na una maana gani.
Lakini zipo za Kiswahili Sheikh. Za Kiswahili zimetafsiriwa kweli, zipo lakini sasa mtu akijua ile maana yake ya asili itakuwa vizuri zaidi, akajua akawa na misingi ya lugha ya Kiarabu. Lakini hata hiyo tafsiri ya Qur'ani yenyewe miaka nyuma, nakumbuka miaka 5 nyuma ilikuwa tafsiri ya Qur'ani imeenea hata majumbani, misikitini. Leo uzioni tafsiri za Qur'ani za Kiswahili za Sheikh Abdalla Farsi uzioni kwenye misikiti wala kwenye majumba. Leo watu wengi shehe wangu kaswida, watu tamthilia, majumba mengi tamthilia. Hayo ndio wamefanya Qur'ani imekuwa imehamwa. Turudi kwenye mstari, Kwa hiyo Qur'ani hii mwezi wa Ramadhani utukumbushe kusoma Qur'ani, na Ramadhani tukumbushe kwamba Qur'ani ilicha kusoma inatakiwa tuitumie katika maisha yetu, itusimamie katika maisha yetu, na tujue kwamba lan tastaqima hayatuna illa bihi. Maisha yetu haiwezi kukaa sawa, maisha yetu haiwezi kusimama mpaka kwa Qur'ani. Na mimi nimeelewa kwamba maisha yetu hayatosimama mpaka tutakapoifuata Qur'an. Na hivyo ndivyo ambavyo Sheikh Msafiri Abdallah amekamilisha katika siku hii ya leo, ambapo tulikuwa tukijadili mwezi wa Ramadhan kama mwezi wa Qur'an, ama mwezi ambao mwongozo wa Qur'an huu ulipata kushuka. Tumezungumza mengi kwa wale yule ambaye ulikuwa ukikaa umeketi na kutumia muda wako kufuatilia kipindi chetu hiki cha darasa ya Ramadhan. Bila shaka umenufaika na umefaidika vyema kabisa kutokana na haya ambayo tulikuwa tukiyazungumza. Nilikuwa na Sheikh Msafiri Abdallah, sote kwa pamoja tulikuwa tukichagiza na kuangalia ni kwa vipi mwezi wa Ramadhan tunaweza kuihuisha Qur'an, tunawezaje kuiishi Qur'an, na tunawezaje kuifanya Qur'an kuwa ni sehemu ya maisha yetu. Endelea kutufuatilia sisi Dost Media kule YouTube kama Dost Media TZ, lakini Instagram pia unatupata kama Dost Media Tanzania. Niseme tu kwamba kwa nukta hiyo, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال رمضان.